Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majana dume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara. Inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia. Inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo. Siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu, kweni na sisi, wengine wanakuja huu. Lakini pia mali Mungu alizotuumba nazo, madini. Tanzania sisi tuna bahari, ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa, ambao kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa, na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo, na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa 128%. Tunakula na tunauza. Kubwa zaidi, serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu. Kwa tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini, ambao sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo. Pamoja na kwamba yapo kwingine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe laana, tukauana sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu. Ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu. Kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana. Tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi. Tanzania ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu, na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda nini wanaita sovereignty, tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo. Sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50, sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana. Mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika. Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndo hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu, ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge. Ndugu zangu,
Nilisema aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa, kini inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema, hebu tarehe 9 liakhirisheni, nendeni subirini Christmas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie wakati wowote wakija tumejipanga. Wakati wowote wakija tumejipanga. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.